Karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Naitwa Adam Hussein. Wizara ya Ulinzi ya Iran imesema Marekani inatafuta njia ya kujiokoa katika vita dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na ndiyo maana inahitaji mazungumzo kwa njia zote. Wizara ya Ulinzi ya Iran imesema kuwa Marekani wakati huu inatafuta kujiondoa katika uwanja wa vita, pengine kuiachia Israel ipambane, ambapo wakati huu Israel ilisema hata kama Marekani itaamua kujitoa katika uwanja wa vita, lakini Israel itaendeleza mapambano hadi kuangusha utawala wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Nchi hizi mbili zilikuja na kampeni mbili tofauti. Licha ya kwamba zinashirikiana, lakini hawa walikuja na Operation Epic Fury na hawa walikuja na Operation ya Rising Lion. Kila mmoja anapambana kwa malengo yake, lakini wakati huu wanaonekana kushindwa katika uwanja wa vita. Wizara inasema nguvu zetu za kijeshi leo ni nguvu kubwa. Adui anatafuta njia ya kuokoa uso ili kuepuka machafuko ya vita ambayo yamenaswa. Chombo cha habari cha ISNA kilimnukuu msemaji wa wizara. Hii inakuja wakati ambapo wajumbe Steve Witkoff na Jared Kushner wakielekea Islamabad, ingawa vyombo vya habari vya Iran vimesema mazungumzo ya moja kwa moja hayamo kabisa. Waziri wa mambo ya nje wa Iran amewasili Pakistan na wajumbe wa Marekani wameelekea Islamabad kwa nia ya kwenda kufanya mazungumzo katika duru mpya ya mazungumzo ya amani, huku kukiwa na hali tete ya kusitisha mapigano. Ikulu ya White House imesema wajumbe Steve Witkoff na Kushner wangeshiriki katika mazungumzo ya ana kwa ana na wawakilishi wa Iran, lakini vyombo vya habari vya Iran vimesema kuwa mazungumzo ya moja kwa moja hayakuwa kwenye mpangilio. Wakati Bwana Trump akionyesha imani yake katika matarajio ya kuwepo kwa amani ya kudumu na kuwepo kwa mazungumzo na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, bado hakuna uhakika wa mazungumzo hayo, kwani Iran imeshaweka wazi kwamba waziri wa mambo ya kigeni wa Iran Abbas Araghchi hatakuwa na ratiba ya mazungumzo ya moja kwa moja na Wamarekani. Katibu wa habari wa ikulu ya White House Caroline Levitt amesema Witkoff na Kushner wataelekea Pakistan leo kushiriki katika mazungumzo na wawakilishi kutoka kwa ujumbe wa Iran. Wa Iran walifikia kama rais alivyowataka wafanye na wakaomba mazungumzo haya ya ana kwa ana. Levitt alisema, akiongeza kuwa mazungumzo haya yatasogeza mbele mpira kuelekea makubaliano. Bi Levitt pia alisema makamu wa rais JD Vance, ambaye aliongoza duru ya kwanza ya mazungumzo mjini Islamabad wiki mbili zilizopita, ambayo yalihitimishwa bila makubaliano, hatajiunga kwa wakati huu, lakini alikuwa tayari kusubiri ili kwenda Pakistan ikiwa ni lazima. Televisheni ya taifa ya Iran ilisema Araghchi hana mpango kukutana na Wamarekani na Pakistan itakuwa daraja la kuwasilisha mapendekezo ya Iran ya kumaliza mzozo huo. Wizara ya mambo ya nje ya Pakistan ilisema Araghchi aliwasili Islamabad kujadili juhudi zinazoendelea za amani na utulivu wa kikanda na maafisa wa Pakistan bila kurejea moja kwa moja mazungumzo na Bwana Witkoff na Kushner. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri katika ulimwengu kupitia The World News.